Tuelekee kaunti nambari 3 sasa, ambapo wadau wanakumbatia midahalo kuhusu malezi jumuishi ili kupunguza mimba za utotoni na dhuluma za kingono katika kaunti ya Kilifi. Wadau wa masuala ya watoto kaunti hiyo sasa wameandaa midahalo ya wazazi kuhusu malezi endelevu kama njia mojawapo ya kukabiliana na mimba za utotoni, dhuluma dhidi ya watoto na utovu wa nidhamu. Walikuwa wakizungumza katika kikao kilichowaleta pamoja maofisa wa idara ya jinsia, walimu, wazazi na mabalozi wa nyumba 10. Watoto wengi wale ambao tuko nao shule hawalelewi na wazazi. Wengi sana wanalelewa na nyanya. Hasa wakati huu ambapo wazazi wengi wameenda nje. Dubai, Qatar, sijui nini. Utakuta mtoto ameachwa na nyanya. Na yule nyanya haizi fika shule. So ni wewe mwalimu uelewe huyu mtoto. Lengo letu kubwa ni ku-reduce mimba za mapema na wasichana wetu kuolewa wakiwa wachanga. Sasa kukuwa na hizi mijadala ndipo tunavyo discover issues zenye ziko pale kwa community ambazo zina lead to mimba za mapema zikuwe mengi Kilifi. Na sasa hii mijadala inatusaidia ili tukaweze kuleta watu tofauti nao wakienda kule manyumbani mwetu waweze ku disseminate information kwa wengine pia. Tuweze kutengeza an environment that will have controls in terms of our communication, the access to technology and communication for the kids. We have an environment where the kids feel safe in our own spaces and where the community has a stake in the growth of a child. Tuweze kuwa na mazungumzo ya wazi kuhusiana na zile topics ngumu ambazo zinatatiza vijana, na hususan ni mambo ya sexuality na mambo ya identification, personal identification.